Kwa hapa vile mtarudi nyumbani, mimi ndio najua vile mtarudi nyumbani. Kwa sababu niko nyumbani na niko area. Kwanza kabla niendelee, Fabiu Manuel, enda pale kwa gari yangu hapa, ulete shilingi 1,100 kwa mfungo hapa, patia huyo Arabu Gogo aanzie nayo. Awe kwa mfuko aanza na hiyo. Alafu tukimaliza sherehe, mimi nasalimia nyinyi mnaenda nyumbani. Unajua kwa mara ya kwanza Mheshimiwa Ngong, for the first time kaunti ya Bungoma tunaenda kuwa na governor ambaye ni Msabaut Ditmas Wegesa Barasa Arap Muyai 2027. Ama namna gani? Hiyo kazi si mimi natosha. Ama namna gani? So nyinyi na washukuru sana watu ya Mount Elgon. Watu wa Kapsokon, patia Arap Gogo. Arap Gogo. Treasurer ndio huyu, nimeambia huyu ndio treasurer. Basi namna hiyo. Tumeona sisi wasaba wote alikuwa na mwili kubwa. Membamba tu, kilo haifiki kama ya kurukuru. Tutakuwa tunamna hiyo tu. Asante sana. Watu wa Kapsokon, watu ya Mount Elgon. Vile tulifika hapa na rais wakati ile mwingine, tukasema tutaunda hii barabara kutoka hapa Kapsokon kwenda Kimilili. Hiyo barabara wameadvertise, tenda inafungwa, na tayari mimi nimetoa amri kwamba barabara hiyo ikianza kutengenezwa wanaanzia hapa Kapsokon town wakiteremka chini. Barabara hii imeumiza watu wengi sana hii. Imeumiza watu wengi wako na majeraha ya kuanguka na pikipiki. Mimi kwa niaba ya serikali ya Kenya nasema pole, lakini wakati ya kuunda hii barabara sasa imefika. Pia huko chini nimeweka shilingi milioni 67 ya kujenga Huduma Center, mambo ya kutoka hapa kwenda kutafuta vitu ya Huduma Center huko Bungoma. Sasa hivi mnakuja hapo Kimilili, unatafuta huduma ya serikali hapo Kimilili. Ukikutana na mimi hapo, napatia wewe shilingi 200, unapanda pikipiki na kurudi hapa Mount Elgon. Kwa sababu tunataka tulete maendeleo karibu na wananchi. Na hiyo siasa ile ya zamani, siasa ya zamani ya kuuza matumaini, hiyo lazima hapa Bungoma tuwache. Mtu ambaye ako na kibali ya kuuza matumaini peke yake ni pastor peke yake. Pastor ndio wako na kibali ya kuuza matumaini. Anatuambia Yesu karibu anafika, unangojea Yesu hajafika, lakini tuna matumaini kwamba anaweza fika wakati yote. Lakini sisi wale viongozi ambao tumepewa nafasi na wananchi, kama ni barabara ni mbaya, tunatengeneza barabara. Kama hakuna maji, tunalete maji. Kama hospitali haikai mzuri, hospitali zetu ni mbovu sana. Hata ukipelekwa pale kutibiwa, ukifika pale, hata kama ugonjwa umezidi zaidi, unaona afadhali urudishwe nyumbani, ukojegea nyumbani. Mimi nikiwa gavana yenu, mngenipatia nafasi, nitaunda hizi hospitali, hizi dispensary. Utakuwa ukienda kutibiwa, ukifika hapo ugonjwa unapotea, daktari anatafuta, ugonjwa haipatikani. Na hata pengine ukiambiwa umepona, unasema daktari wacha nikae hapa kwako kama siku 2 siku 3 ndio niende nyumbani, because ni mahali mzuri ukifika unapata uponyaji. Unaona ni mahali ambapo inakaa kama mahali ya kutibiwa. Tumeelewana? Kwa hivyo nyinyi mkae nyuma yangu. Wale ambao wanafikiria mimi niko na mwili nyembamba hii, watashangaa nyinyi wananchi mkiwa nyuma yangu, tutawapeleka nyumbani mapema asubuhi. Watakuwa wanalilia huko kwa asubuhi. Ama namna gani? Kwa hivyo mimi sitaki kuongea kupita hapo, kwa sababu huyu Ngeno ameniambia ako na safari nyingine. Wacha mimi nikaribisha yeye. Vile mtaniambia nimeona unataka Ngeno aongee sababu anapotea, alafu wale wengine MCA na wale wengine nimeona kuna viongozi wengi hapa, turani hii sasa sisi kama kilogo hakuna mali sisi tunaenda. Ngeno karibu uongee, mimi nitakaribisha wale wengine ukishamaliza.